Namshukuru Muumba mno kwa ajili ya Baba Harisi ambaye kwa sauti ya Muumba amekuwa akituletea sauti ambayo imetuletea ufahamu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine, ambayo kitabu chake kiko hapa kwenye maonyesho haya ya Sabasaba ya 50 maonyesho ya dhahabu, na ufahamu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine vile vile na wenyewe upo kwenye maonyesho haya Sabasaba kuyaendea mataifa yote ambayo yamehudhuria kwenye mauzo haya ya uzalishaji. Lakini sehemu ya kwanza ya kitabu hiki ilizinduliwa Arusha, na kitabu hicho tayari kilishasambazwa kwenye jamii kwa ajili ya faida ya ufahamu huo kuiendea jamii. Sasa nimshukuru Muumba mno kwa ajili ya ufahamu huu, kwa sababu tangu tumefika hapa kuna mambo makubwa ambayo yamebadilika kwenye akili za watu. Ufahamu uliokuwepo ulikuwa ni ufahamu wa falsafa, wa saikolojia, wa teolojia, sayansi na teknolojia mbalimbali ambazo ulianza Mashariki ya Kati, ukaenda Ulaya, ukaenda Marekani, ukaenda Australia na New Zealand na maeneo ya Asia na baadhi ya maeneo ya Afrika. Sasa ninaposema baadhi ya maeneo ya Afrika ni kwa sababu ili kuwe na utajiri, kuwe kuna mamlaka, maamuzi ya haki, urithi na mambo mengine mengi mazuri yanatokana na ufahamu. Kwa utajiri unaoona Amerika, Ulaya, Asia, Australia na New Zealand na baadhi ya maeneo ya Afrika unatokana na ufahamu ulioanzia Mashariki ya Kati. Na ili ufahamu huo ulianzia Mashariki ya Kati, kuna mambo matatu ulikosa, ambayo hayo matatu yako kwenye ufahamu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine. Na hilo ndio jambo kubwa ambalo limejitokeza hapa, ambalo watu wengi wamekuwa wakilikimbilia. Jambo la kwanza ambalo lilikosekana kwenye ufahamu ulioanzia Mashariki ya Kati ukazaa falsafa, saikolojia, teolojia, sayansi na teknolojia ni amani. Ufahamu ulioanzia Mashariki ya Kati haukuwa na amani wala haukuleta amani, kwa sababu ili kuwe kuna amani lazima chanzo cha ufahamu huo kisipingwe, kisiuawe au kufutwa juu ya nchi. Then wale wanaopokea huo ufahamu watakuwa na amani. Naona kabisa Yesu alisema alipokuwa akiulilia Yerusalemu, wakati anaelekea kuingia Yerusalemu, alisema naulilia Yerusalemu, wewe uwauae manabii, laiti ungalifahamu yapasayo amani, usingalifanya hayo ambayo umeyafanya kwa kuwaua manabii. Ina maana kwa kumuua yule ambaye analeta kweli au anasema kweli, hilo jambo lilikuwa linaondoa amani. Kwa kitendo cha ule ufahamu ulianza Mashariki ya Kati, walioleta ufahamu ule kutoka kwa Muumba kuuawa, chanzo cha ufahamu huo kilisababisha kuwepo na ukosefu wa amani, bali vita. Kwa hiyo vita ikaenea Ulaya, ikaenda Asia, Australia, New Zealand, ikaingizwa na maeneo baadhi ya Afrika. Lakini kwa ufahamu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine, huu ufahamu umeleta utawala wa amani na unapeleka amani, kwa sababu chanzo cha ufahamu huu na aliyeleta ufahamu huu yuko hai, hajapingwa, hajauawa na ni Baba Harisi. Hilo ni jambo kubwa ambalo linasababisha ufahamu huu uwe zaidi ya ule ufahamu ulioanzia Mashariki ya Kati kwenda mataifa mengine kuliko huu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine. Lakini jambo la pili ambalo wengi watakokuja hapa wanalipata ni swala la upendo usiobagua. Ufahamu wa falsafa, saikolojia, teolojia, sayansi na teknolojia haujawahi kuondoa ubaguzi, na ufahamu huo nimekwambia ulianzia Mashariki ya Kati. Sasa ufahamu huo ulipoenda kule uligawanya madaraja mbalimbali, kutengeneza ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kabila, wa ukoo, wa mila, wa desturi, ubaguzi wa jinsia, wa cheo, wa elimu, ubaguzi wa aina mbalimbali, hata wengine ulikuwa uhesabiki. Ufahamu huo ukasababisha kuwa kuna mtengano ndani ya jamii, na kila mmoja alikuwa anatamani kupendwa, afikie mahali ambapo hata baguliwa, lakini haikuwezekana. Na kwa ufahamu ulioanzia Tanzania ambao ni zaidi ya falsafa, huu umefuta ubaguzi. Kwa mfano, tukisema tu kanisa halisi la Muumba, maana yake sio Wakristo, sio Waislamu, sio wapagani. Yeyote aliyeumbwa juu ya nchi, maana yake huyo ni kanisa halisi la Muumba. Aidha anafahamu au hafahamu, anataka au hataki, kwa sababu ameumbwa. Kinachoongezeka tu unapokuja kwenye banda hili ni kupata ufahamu wa kumfahamu Muumba wako ili kumpa ibada halisi kwa haki. Kwa hiyo ufahamu ulianzia Mashariki ya Kati haukufanikiwa kufanya jambo hilo, ila ufahamu ulianzia Tanzania kwenda Mashariki ya kwenda mataifa mengine yote, huo umebadilisha jambo hilo. Hata ukija hapa kwenye bango tutaona kanisani pale huwa tunaendesha ibada, hapa kuna Ishmaili yupo sawa, na humo ndani kwenye ibada kuna Isaka yupo humo sawa, na huwa tunafanya ibada pamoja, wala hakuna shida ya aina yoyote. Hiyo ikimaanisha ufahamu huu umeleta upendo uliopitiliza usiobagua. Hili jambo la tatu ni swala la haki. Jamii nzima imekuwa ikilia na kupiga kelele kuhusu haki. Kila mmoja anataka haki, lakini hakuna aliyewahi kujiuliza haki ilipotelea wapi.
Hilo jambo, ufahamu ulioanzia Mashariki ya Kati kwenda mataifa mengine haujawahi kujibwa wala haujawahi kutoa haki kwa yeyote, kwa sababu ufahamu ulioanzia Mashariki ya Kati unaonyesha kwamba pale mwanzo Adamu wa kwanza ambaye alipewa bustani ya Edeni ailime na kuitunza, hiyo ilikuwa ndio ibada kwake, na Muumba anasema tuitangulize haki yake, ndipo na haki zetu zitakuja. Tunataka haki zetu ni kweli, lakini haki ya Muumba kwanza. Sasa Adamu haki aliyotakiwa kumpa ni haki ya kuzalisha kwa haki ili Muumba aabudiwe. Sasa kitendo cha kutozalisha kwa haki, ina maana Muumba hakupata haki yake ya ibada. Kwa kuwa chanzo cha uhai wetu, chanzo cha haki, hakikuwa na haki, ina maana hakuna yeyote juu ya nchi alikuwa anaweza kupata haki. Ilikuwa ni mpaka Muumba apate haki yake ya ibada ambayo ni uzalishaji. Sasa kwa ufahamu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine, Muumba ametuletea ibada ni uzalishaji, ambayo ndio ibada ya Muumba inayosababisha Muumba apate haki. Kwa sababu hiyo kila mmoja ana uwezo wa kupata haki. Sasa na hili jambo kubwa ambalo tunalo hapa Sabasaba ni kwamba hao wazalishaji wote walioko hapa wanatakiwa kujifunza kuzalisha kwa haki. Haki haijapotezwa na viongozi walioko serikalini wala wenye mamlaka. Kwa tunawalaumu viongozi wenye mamlaka, lakini haki imepotelea kwa wazalishaji. Wazalishaji walikuwa hawazalishi kwa haki. Kwa sababu ya kupoteza haki kwenye uzalishaji, tuliwaambukiza na viongozi wakawa na moyo huo wa kutotaka haki. Kwa sababu wetu kana walaumu, kumbe shida ni kwetu sisi wazalishaji. Kwa mfano, mzalishaji ambaye anazalisha unga kwa kipimo cha kilo moja, anatangaza bei labda ya kilo ya unga ni shilingi labda 1200, lakini kwenye kipimo kila akalegeza mizani, badala ya kuwa kilo moja akaweka pungufu kidogo ya ile kilo moja. Mteja anapokuja analipia fedha ya kilo moja. Sasa amelipia fedha ya kilo moja, lakini hajapewa kilo moja. Hapo maana yake haki imeondoka, na kwa sababu yule yuko kwenye ibada ya uzalishaji, na maana Muumba hajapata haki, kwa sababu kuna dhuluma imefanyika, na kwa kuwa dhuluma imefanyika, maana yake aliyeabudiwa ni adui. Hilo jambo hilo lisababisha Muumba akose haki. Kukosa haki kwa Muumba, ina maana haki zote zilifutika, ikabaki haki ya adui, ambayo ilikuwa ni haki ya kuugua, haki ya kurogwa, haki ya kuteseka, haki ya vita, haki ya mambo mabaya yote. Na tunashukuru Muumba kwa ajili ya Baba Alisa aliyetupa nafasi ya kuja hapa, ili ufahamu huu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine uweze kufahamika kwa wote, na kila mmoja apokee, aelewe kabisa kwamba anataka amani, basi anahitaji ufahamu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine. Anataka kutobaguliwa, anataka kupendwa bila kubaguliwa, anahitaji ufahamu huu ulioanzia Tanzania. Anataka haki, basi anataka kuja kupata ufahamu ili ajue kuzalisha kwa haki, ili naye apate haki yake. Jambo lingine kwa wazalishaji sasa, sehemu kubwa ya wateja na wazalishaji wanaozalisha huwa wanaangalia maisha ya kujikimu. Wengi wa wateja wanakuja kwa maisha ya kujikimu ambayo sio maisha ya kitajiri. Kwa wanaponunua bidhaa, wazalishaji wanauza au wanatengeneza bidhaa si za hapa Tanzania, wanatengeneza kwa malighafi na vitu kutoka nje, kwa sababu vile vitu vya hapa ndani malighafi zake kuandaa mpaka unafika ukapata bidhaa ni ghali sana. Mtu hawezi kununua kwa maisha ya kawaida. Wamezoea kuishi maisha ya persistence wanasema, au maisha ya kujikimu. Kwa sababu ya maisha ya kujikimu, anatamani anunue kitu cha shilingi labda 1000, 2000. Ukimtengenezea bidhaa ambayo utamuuzia 100,000 na wakati anaenda kuvaa mkononi anaona sio sawa. Lakini raia wanaotoka kwenye mataifa mengine wanakuja hapa, wanafahamu mawe ya thamani yaliyoko hapa, wanafahamu vitu vya thamani vilivyoko hapa. Hawataki kununua vitu ambavyo havijatengenezwa hapa, wanataka kununua vitu vilivyotengenezwa hapa. Na hilo ni jambo ambalo ndio ambalo nafurahia kwamba Baba Alisa aliposema ufahamu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine, mataifa wana uwezo wa kupokea ufahamu haraka zaidi kuliko ambavyo tulikuwa nadhania. Lakini nashukuru kwamba kwa kuwa tumekuja hapa Sabasaba na Watanzania wengi wanakuja hapa, sasa wanaenda kufunguka kuelewa thamani ya ufahamu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine, badala ya kung'ang'ania ufahamu uliotoka huko nje kuja huku ndani. Watatoka kwenye yale maisha ya kujikimu, sasa watawekeza kwenye ufahamu huu ili waweze kufanikiwa. Napenda kuiomba jamii na kuisii jamii wasikae majumbani. Wanaposikia fursa mbalimbali kama hii ya uzalishaji hapa Sabasaba, watoke. Kuna fursa nyingi, tukiachana tuna banda la kanisa halisi la Muumba. Mimi nimepita mabanda mbalimbali huko nikaangalia, kuna fursa nyingi na mambo mengi mazuri ya kiuzalishaji ambayo
Kama kuna yeyote akipata nafasi ya kupita na kuona fursa hizo akaingia huko kwenye jamii tulionayo, basi kuna utajiri mkubwa sana ambao tunaweza wa kujitoa kwenye maisha ya chini tukaenda juu, tukamfurahia Muumba na kumwabudu kwa mali tulizonazo.